Mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa chaneli hii, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupita katika ukurasa huu, tungeomba uweze kusubscribe, kulike, kushare na kutani on notification ili uweze kuwa wa kwanza kupata new updates pindi pale tunapokuwa hewani. Kwa wewe ambaye bado huja subscribe, tungeomba uweze kusubscribe, kulike, kushare na kutani on notification. Bwana, baada ya matarajio ya wanachama pamoja na wapenzi wengi wa Chadema kuwa na matumaini kwamba Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu angeweza kutoka leo kutokana na uamuzi wa mahakama. Sasa mjadala huo umeibua sura nyingine na kuibua sitofahamu. Lissu alitarajiwa kutoka leo Ijumaa, lakini mahakama yamtaka ajibu kesi leo Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026. Ilikuwa siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu na wafuasi wa Chadema pamoja na viongozi wake, huku matarajio makubwa yakiwa kwamba mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu angeweza kuondoka mahabusu endapo mahakama kuu ingeamua kuwa hana kesi ya kujibu. Mahakama ilikuwa imepanga kutoa uamuzi siku hii kuhusu hatua inayofuata katika kesi yake ya uhaini. Matarajio hayo yalikuwa makubwa sana kiasi kwamba Lissu mwenyewe alionekana kuwa na matumaini ya kutoka, huku kukiwa na maelezo kwamba aliomba aletewe nguo za kubadilisha kwa matarajio ya siku yake ya kutoka. Viongozi na wafuasi wa Chadema nao walikuwa wakizungumza kwa matumaini makubwa, akiwepo Mheshimiwa John Heche kuhusu uwezekano wa kuachiwa kwake hivi leo. Hata hivyo, uamuzi wa mahakama kuu leo umeleta sura tofauti kabisa. Mahakama imeamua kwamba Lissu ana kesi ya kujibu baada ya majaji kubaini kuwa upande wa mashtaka umeweka ushahidi wa kutosha kumtaka aingie katika hatua ya kujitetea. Hii ina maana kwamba badala ya kutoka mahabusu kama ambavyo baadhi ya watu walivyokuwa wakitarajia, mchakato wa kesi unaendelea na Lissu sasa atalazimika kuandaa utetezi wake. Mahakama pia imemweleza kuhusu haki yake ya kujitetea, kuita mashahidi au kuchagua kutoa ushahidi. Tukio hili limeibua maswali mengi kwa umma. Je, matarajio ya Lissu na baadhi ya viongozi wa Chadema kuhusu kutoka kwake leo yalitokana na taarifa gani? Na kwa nini matumaini ya kutoka yalikuwa makubwa kabla ya uamuzi rasmi wa mahakama kuu? Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba uamuzi wa kuwa na kesi ya kujibu si hukumu ya hatia. Kesi bado inaendelea na Lissu anapewa nafasi ya kujitetea mbele ya mahakama kuu. Kwa wewe ambaye bado huja subscribe, kulike, kushare pamoja na kutani on notification, ningependa uweze kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili uweze kuwa wa kwanza kupata new updates pindi pale tunapokuwa tunaziweka. Mambo haya yameweza kuwa ni ya tofauti kabisa hapa kwetu. Kumbuka kesi ambayo anakabiliana nayo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ni kesi ya uhaini ambayo hivi sasa imechukua muda kidogo mpaka kufikia hivi leo, na watu wengi walitarajia siku ya leo wangeweza kumwona mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, angeweza kutoka, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Ni nini kimeendelea au ni nini kimetokea baada ya mambo kama hayo kuweza tena kujitokeza? Sasa
ni nini maoni yako? Weka comment yako hapo chini pamoja na kutoa mawazo yako, au ni nini maoni juu ya mheshimiwa wetu Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini je, ni nini matumaini? Matumaini ni kwamba je, anaweza akaendelea kusota rumande au tusubiri siku nyingine? Mimi na wewe hatuwezi kujua na kuweza kuongelea masuala kama haya. Ndugu yangu mpenzi na mtazamaji, pamoja na wewe ambaye unafuatilia habari hii, ningependa kwanza kabisa uweze kujua kabisa kwamba zingatia maisha yako unayoishi. Zingatia kile ambacho unaweza ukakipata kwa muda fulani au ukala kwa muda fulani, kuliko kujiingiza kwenye masuala ya kisiasa, kwani siasa zina wenyewe. Kumbuka watoto wengi wa Kitanzania, kwanza kabisa tumezaliwa kwenye familia za kimaskini. Kwa hiyo nisingependa sana kuweza kutoa taharuki pamoja na mambo mbali na kadha wa kadha yanayoendelea. Wakati huo maoni mbalimbali ya wadau mbalimbali walitarajia kwamba kuona leo anatoka, lakini nini kimetokea mimi na wewe hatujui. Mimi na wewe hatuwezi kujua. Sasa tusubiri uamuzi wa mahakama. Kumbuka moja kwa moja mashahidi ambayo mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alitaja kwenye kesi yake kwamba ndio wangeweza kuwa watetezi wake au wa kumtetea mashahidi wake. Alimtaja mheshimiwa rais pamoja na makamu wa rais pamoja na waziri mkuu pamoja na ma-IGP wa polisi mbalimbali. Sasa je, nini unafikiri hoja ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu inaweza ikawa ina mashiko? Kwa wewe bado naendelea kusisitiza kabisa, nasema hivi, wewe ambaye hujasubscribe katika channel hii utakuwa huna akili, na kama ukisubscribe basi utakuwa na akili nyingi sana. Utakuwa na akili nyingi sana. Ukisubscribe pamoja na ukilike, basi wewe utakuwa una akili. Utakuwa ni kati ya moja ya wale watu ambao wana akili sana. Na wewe ambaye unapita tu hapo unasikiliza alafu unaondoka, maana yake nataka nikwambie ni kichwa yako inaweza ikawa haina akili, ila ingekuwa vizuri zaidi kama ungefanya nini? Ungeweza kuweza kusubscribe hapo. Subscribe bwana, uniongezee subscribe kidogo pamoja na viewers alafu mwisho wa siku tutakuwa tunaenda pamoja jamani, au vipi? Au nyinyi mnasemaje? Usisahau kucomment hapo chini, kulike, kushare na kutani on notification. Utakuwa mjanja kweli kweli, ili usipitwe na habari mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea mahali hapa katika channel hii ya Waka 24. Unachotakiwa wewe kufanya, bonyeza maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, na kwa kufanya hivyo hakika utakuwa umetisha kweli kweli. Lakini kwa wewe ambaye una wivu, hupende kusubscribe, basi nataka nikwambie wewe mjinga sana, maana hupende maendeleo ya wenzako. Unaona wivu hata kuweka tu subscribe hapa, unaona wivu. Unaona wivu kweli jamani? Usione wivu bwana. Weka subscribe hapo. Uweke subscribe. Usubscribe hapo, ushare, lakini pia utani on notification ili uwe wa kwanza, na utakuwa umetisha kweli kweli. Mambo jamani, ni ugali tu hapa ndo unaotafutwa. Vingine jamani, hata kama mtanikamata, lakini hapa ni ugali tu ndio unaotafutwa. Unajua tusaidizane. Sasa jamani, jela mnipeleke bado hata subscribe kweli msinipe. Itakuwa sio vizuri kabisa. Sawa jamani. Haka kakisa kenyewe tu nimetunga tu, lakini haka kakisa kenyewe hata sikajui vizuri, lakini nimeamua kutunga tu kaendeende, ili mradi nipate hata tu views tu, au vipi bwana? Ili maisha yaendelee kusonga. Unajua maisha saizi yamekuwa magumu sana, very tough life, it is so very difficult. Ajira hakuna, maisha hakuna. Sasa tunachotakiwa kufanya hapa maana yake ni kuweka bla bla, afu na mwisho wa siku
tukajitengenezea hata kipato kidogo jamani. Au wewe unasemaje mwanangu? Unanitazama hapo. Eti wewe unanitazama au unasemaje? Unaponitazama basi mambo yanakuwa safi safi kabisa. Nakuwa safi safi. Nakuwa safi kabisa. Haya. Asanteni basi. Kwa wewe ambaye umesubscribe nasema asante bwana. Na wewe ambaye hujasubscribe basi nasema huna huruma wewe na uwezako wewe. Asanteni sana.